la kuuawa kwa mwanafunzi wa taasisi ya usimamizi wa fedha IFM James Temba. Na siku ya jana tulipokea taarifa pia kutoka kwa kamanda wa polisi kanda maalum ya jiji la Dar es Salaam Muriro Jumanne Muriro, ambaye kwa namna moja au nyingine aliweka wazi kwamba kichwa cha marehemu James Temba ambaye aliuawa kikatili kwa kutenganishwa kichwa na kiwiliwili, lakini kichwa chake kikawa hakijaonekana, basi kilipatikana pale jijini Dar es Salaam maeneo ya Kitunda. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine nadhani majonzi yatakuwa yamerejea tena kwenye familia ya James Temba kutokana na kichwa chake hicho kupatikana kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo mambo ni mengi kweli kweli, na tulipokea kauli hiyo kutoka kwa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, ambapo Jumanne Muriro alithibitisha kupatikana kwa kichwa hicho, na alikuwa anazungumza na vyombo vya habari na kusema kwamba hadi sasa jeshi la polisi linawashikilia watu 5 kuhusiana na tukio hilo, akiwemo mganga wa kienyeji, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo halisi cha mauaji hayo, ambapo ameongeza kuwa tukio hilo limeweza kuhusishwa na mambo mbalimbali ikiwemo imani za kishirikina. Kwa hiyo kifo cha James Temba, Geoffrey Julius, kinahusishwa pia na imani za kishirikina. Baada ya kichwa kupatikana, tunaambiwa kuna mganga wa kienyeji ambaye amekamatwa. Jina lake maarufu ni Side. Nilimsikia kama na Muriro akizungumza hivyo. Kwa hiyo tunaanza kupata picha nyingine kwamba inawezekana pia kifo cha James Temba kimehusishwa